Karibu kwenye habari kubwa za ulimwengu leo kutoka hapa DJ Toto Mishal TV. Na miongoni mwa habari kubwa tulizonazo hii leo ni pamoja na Robert Prevost ndiye papa mpya, kiongozi mkubwa kabisa wa kanisa Katoliki duniani kote. Kabla ya yote, hapo awali tulikujuza kuhusu taarifa ya kutokuwepo kwa papa yoyote aliyechaguliwa baada ya moshi kufuka kutoka kwenye jengo ambalo kura zilikuwa zinapigwa ili kumpata papa mpya. Sasa maana yake ni kwamba moshi mweusi unapotoka kwenye jengo ambalo kura zinafanyika, inakuwa inamaanisha kuwa papa bado hajapatikana. Na pale moshi mweupe unapotokea juu ya hilo jengo, maana yake papa mpya anakuwa amepatikana na baadaye kuja kutangazwa. Na baada ya taarifa yetu ya kufuka kwa moshi mweusi ukiashiria kutopatikana kwa papa mpya, Mei 8, 2025 moshi mweupe umefuka ukiashiria papa mpya amepatikana. Hata kabla jina lake halijatangazwa kutoka kwenye roshani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro, umati wa watu uliokuwa chini ulikuwa ukiimba Viva il Papa, kwa maana ya ishi mlele papa. Robert Prevost mwenye umri wa miaka 69 ndiye papa mpya na kiongozi mkubwa wa kanisa Katoliki. Atakuwa kiongozi wa 267 kwenye kiti cha enzi cha Mtakatifu Petro na atajulikana kama Leo 14. Atakuwa Marekani wa kwanza kushika wadhifa wa papa, ingawa anachukuliwa kama kardinali kutoka Amerika ya Kusini kwa sababu ya miaka mingi aliyotumikia kama mishonari nchini Peru kabla ya kuwa askofu mkuu nchini huko. Papa Robert Prevost ana uraia wa Peru na anakumbukwa kwa upendo kama mtu aliyefanya kazi na jamii zilizotengwa na kusaidia kuunganisha jamii katika kanisa la eneo hilo. Papa Prevost alizaliwa Chicago mwaka 1955 na alihudumu kama kijana wa altare na aliwekwa wakfu kuwa padri mwaka 1982. Katika maneno yake ya kwanza kama papa, Leo 14 alizungumza kwa upendo kuhusu mtangulizi wake Francis. Alisema, bado tunasikia masikioni mwetu sauti dhaifu lakini daima yenye ujasiri ya Papa Francis ambaye alitubariki. Tukiungana na kushikana mikono na Mungu tusonge mbele pamoja. Aliwaambia umati wa watu waliokuwa wakishangilia. Aliwaambia umati uliokuwa ukisikiliza katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwamba alikuwa mwanachama wa shirika la Agustino. Alipokuwa na umri wa miaka 30 alipohamia Peru kama sehemu ya misheni ya Agustino. Francis alimteua kuwa askofu wa Chiclayo nchini Peru mwaka mmoja baada ya kuwa papa. Anawajua vizuri makardinali wote ulimwenguni kwa sababu ya nafasi yake muhimu kama mkuu wa baraza la maaskofu. Kwa asilimia 80 ya makardinali walioshiriki mkutano mkuu waliteuliwa na Francis. Haishangazi sana kwamba mtu kama Prevost alichaguliwa. Ataonekana kama mtu aliyeunga mkono kuendeleza kwa mageuzi ya Francis katika kanisa Katoliki, ingawa ni Marekani, na atakuwa anafahamu kikamilifu mgawanyiko ndani ya kanisa Katoliki. Historia yake ya Amerika ya Kusini pia inawakilisha mwendelezo baada ya papa aliyetoka Argentina. Kupatikana kwa papa mpya, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani kote, kunaleta sura mpya ya ukubwa wa imani ya kanisa hilo. Baada ya huzuni ya kifo huja furaha ya mwanzo mpya. Jua la mwezi Mei lilikuwa bado linawaka wakati mungurumo wa ghafla uliposikika katika mitaa iliyozunguka uwanja wa St. Peter. Katika mitaa iliyozunguka uwanja huo, watu waliokuwa wakisubiri kwa hamu walishtuka, kisha wakichungulia simu zao. Ghafla wakaanza kukimbia wakielekea Vatican. Moshi mweupe, wanasema moshi mweupe. Walishangilia kwa msisimko. Walipowasili uwanjani, ukungu mweupe ulikuwa bado unafuka upande wa kushoto wa jumba la kitume, mahali ambapo makardinali 133 walikuwa wamefungiwa tangu siku iliyotangulia wakishiriki mchakato wa kumchagua mkuu mpya wa kanisa Katoliki. Jua la jioni lilipokuwa likimulika sanamu za mitume juu ya paa la kanisa kuu la St. Peter's, mlio wa kengele ulisikika. Vijana na wazee waliruka kwa furaha, huku kundi la watawa likishikana kwa mbwembwe na kuonyesha mwanzo mpya kwa wanahabari waliokuwa wakinasa tukio hilo la kihistoria. Haijatimia hata wiki 3 tangu Papa Francis alipowabariki waumini kutoka roshani ile ile ya kanisa kuu hilo. Alhamisi hii kumbukumbu yake ilikuwa imetanda uwanjani. Karibu kila mtu aliyeulizwa alimtaja Francis, akisisitiza umuhimu wa papa mpya kufuata nyayo zake. Tumeingia leo tu kutoka Marekani, alisema raia mmoja kutoka Marekani aliyefahamika kwa jina la Amanda alipozungumza na wanahabari.
Miongoni mwa watu waliokuwepo katika uwanja huo walisema hili ni jambo la kipekee, ni kama baraka. Tulikuja kwa ajili ya mchakato huu na sasa limetimia. Hii ni miadi ya kimungu. Wanawake wawili waliokuwa na umri wa miaka 20 walieleza kuwa walijisikia kububujikwa na machozi baada ya tukio hilo. Ni wakati wa kihistoria wa ajabu sana, mmoja wao alisema, akiongeza kuwa anatumai papa mpya atakuwa angalau bora kama mtangulizi wake. Kauli hii iliungwa mkono na wengi waliokuwa wakisubiri tangazo rasmi la papa mpya kabla ya kutangazwa kwa Papa Leo wa 14. Hatujali anatoka nchi gani, ili mradi afuate nyayo za Francis na kuendeleza umoja miongoni mwa Katoliki wote, alisema mama mmoja wa Kifaransa aliyekuwa akiwaongoza watoto wake 5 kusogea mbele zaidi ya uwanja. Na hiyo ndio miongoni mwa habari kubwa tulizokuandalia leo kutokea hapa DJ Toto Michel TV kuhusu kuchaguliwa kwa papa mpya Robert Prevost, ambaye atakuwa papa wa 267, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki.